Haleluya. Nataka nichukue nafasi hii niseme karibuni sana nyote mnayenisikia. Amekuwa mwaminifu. Popote ulipo, anakupenda, anakujali, anasiti kupikania. Ana mipango mizuri juu ya maisha yako, si kwa nguvu zako ndugu yangu, dada yangu, jinsi ulivyo, si kwa akili zako, si kwa masomo yako, si kwa sura yako, si kwa maumbile yako, si kwa pesa ulizo nazo wala afya ulio nayo. Ni kwa sababu amekuwa mwaminifu, amekuwa mwenye upendo ambao hauna kikomo juu ya maisha yako, na ndiposa hai, ndiposa heri mwenye afya. Kwa hivyo nataka niseme ni asante sana, kwa sababu inafika wakati lazima tukaweze kumshukuru mwenye enzi kwa neema ambayo ametujalia ya afya na uzima. Wewe jinsi ulivyo, si kwa nguvu zako, ila ni kwa nguvu za mwenye enzi. Lazima basi tukaweze kujikusanya na tukaweze kuelewa ya kwamba mwenye enzi kila wakati anatuasia mema, kila wakati ana mipango mizuri juu ya maisha yetu, na lazima tukaweze kuelewa hasa nia na makusudi na malengo yake juu ya mwanadamu ni gani. Ni jambo moja ambalo lazima tujiulize, wewe pamoja na mimi, kwamba hasa malengo ya mwenye enzi juu yako ni gani. Haleluya. Lazima tukaweze kuelewa makusudi na malengo ya mwenye enzi juu ya maisha yako ni gani. The ultimate goal wants you to have a deep personal friendship. He wants you to have a deep personal friendship with the Almighty. He wants you to have a deep personal friendship with him. Hallelujah. Anataka uwe na uhusiano wa urafiki wa karibu na yeye, maana kama mwanadamu inafika kiwango ukikosa kuwa na rafiki, basi unakuta maisha haiwezi kuwa mazuri. Na nataka nikwambie ya kwamba hata na mwenye enzi aliweza kuwa katika upweke, na hali yake ambayo alikuwa katika upweke, aliona ni heri amfanye mtu kwa sura na mfano wake, na ndiposa akaweza kusema ya kwamba na tumfanye mtu kwa sura na mfano yetu, na ndiposa akamtengeneza mtu kwa mfano wake na kwa sura yake, kwamba na mtu afanane na yeye. Akampa pumzi iliyo hai, akawa nafsi iliyo hai, na hivyo basi mwanadamu akawa mtu ambaye alikuwa na akili aliyopewa na mwenye enzi, akili timamu, kwamba sasa malengo yake mwenye enzi iweze kujidhihirisha ndani ya mwanadamu. Kwa hivyo wewe na mimi, jinsi ulivyo, jinsi tulivyo, tumepewa malengo na mwenye enzi, ya kwamba si tu hali ya kusema tunaishi katika dunia hii pasipo malengo. Kuna malengo ambayo tumepewa na mwenye enzi, na hayo malengo lazima yakaweze kukamilika ndani mwetu. Wewe jinsi ulivyo, nataka nikwambie kuna malengo maalum ambayo umepewa na mwenye enzi. Haleluya. Je, uko nakamilisha hayo malengo ambayo umepewa na mwenye enzi, ama unakamilisha malengo ambayo yanahusiana na wewe mwenyewe? Haleluya. Na ndio maana hata leo hii katika nchi yetu ya Kenya tunaomboleza kifo cha Raila Amolo Odinga, na si tu kwa sababu Raila alikuwa mtu wa ubinafsi, bali alikuwa mtu aliyekuwa na malengo ya Wanakenya wote kwa ujumla. Moyo wake na nia yake, malengo yake, makusudi yake ilikuwa ni kwamba aone Mwanakenya popote alipo anafurahia maisha akiwa katika nchi hii,
basi nataka niongelee kuhusu malengo ya mwenye enzi kwa ajili yako wewe, na vilevile pia lazima tuelewe kwamba mwenye enzi alikuwa na malengo kwa ajili yako. Ndiposa hata na leo hai si kwa akili zako wala kwa nguvu zako, na vyote ulivyo navyo, ile afya uliyo nayo si kwa ajili ya nguvu zako wala akili zako, bali ni mwenye enzi amekujalia afya ulio nayo, amekujalia nguvu na uweza ulio nayo. Na nataka niseme wewe ambaye uliye mdhaifu, labda mdhaifu wa mwili, labda unapita katika magonjwa mbalimbali, nataka nikutangazie ukaweze kurejelea malengo na makusudi ya mwenye enzi juu ya maisha yako, ukapate kuelewa na kutambua malengo ya mwenye enzi juu ya maisha yako ni gani. Kwa hivyo lazima tukaweze kuelewa the ultimate goal of the Almighty Father, the Almighty Creator, is for you to have a deep personal friendship with him. Lazima tuelewe kwamba mwenye enzi alikusudia, alikukuumba wewe, aliumba wewe na mimi ili tukawe marafiki wa dhati pamoja na yeye. Maana wakati tunakuwa marafiki pamoja na yeye, basi kuna mipango maalum aliyo nayo ambayo angependa ikaweze kutekelezwa ndani mwetu. Ni kwa sababu hata ile kazi uliyo nayo, chochote kile unachokifanya, lazima ukaelewe kwamba ni malengo na makusudi ya mwenye enzi, kwamba ukaweze kumuhusisha. Je, yale unayoyafanya unamuhusisha mwenye enzi? Maana makusudi, malengo yake, anataka akahusike katika mipango zako. Haleluya! So lazima tuelewe kwamba mwenye enzi anataka nini. Lazima tuelewe hiyo, na mambo yaliyo maalum, mambo yaliyo maana sana, the fundamental reason for our existence. Lazima tuelewe the fundamental reasons for our existence. Mambo yaliyo ya muhimu sana kwa ajili yako na mimi kuweza kuwa katika dunia hii ni kwamba tukaweze kuwa marafiki wa dhati na Mungu mwenye enzi. Tunapokuwa marafiki wa dhati na mwenye enzi, hii inatupa sisi kibali machoni pa mwenye enzi. Ni kwa sababu hatutakuwa na siri yoyote ambaye akonayo aweze kukosa kutuelezea. Na ndiposa tu hata wewe kama mwanadamu lazima ukapate kukubaliana na mimi ya kwamba unapoishi haya maisha na ukakosa rafiki wa dhati katika maisha yako, basi unakuta maisha inakuwa ya upweke. Unachikuta na upweke. Unaweza kuwa mtu mwenye hata basi unaweza jidharau, hata ukuwe na that self denial. Unaweza kuwa na that self denial, self rejection, kwa kuona ya kwamba hauna rafiki. So lazima ukaweze kukubaliana na mimi ya kwamba kila maisha ya mwanadamu lazima anahitaji rafiki. Maana kuna mambo ambayo unaweza kuwa unapitia kama mwanadamu, na utatamani ukaweze kumshirikisha mtu yule ambaye anaweza kuwa ni rafiki yako, na wakati unamshirikisha hayo mambo, basi utaona hata na yeye anakusaidia kwa njia moja ama nyingine, anakupa mwelekeo fulani, na unapofuata huo mwelekeo, kuna uwezekano mambo yako yakanyooka yakawa mazuri. Kwa hivyo kama mwanadamu akiwa rafiki yako, anaweza kukusaidia kwa changamoto ulio nayo. Wakati unamueleza, anaweza kukueleza, akuambie dada yangu fanya hivi, ndugu yangu fanya hivi, na wakati unazingatia hayo maagizo, unaweza kuona kwamba mambo yako inanyoka. Je, na unapomfanya mwenye enzi kwa rafiki yako, mambo yako itanyooka kiwango gani? Tunaona wanadamu wengi wanapita katika changamoto. Wanadamu wengi wanapita katika hali sio nzuri. Kuna changamoto, panda shuka za hapa na pale katika maisha ya kiroho, maisha ya kiasilia. Mambo inafanyika yasiyopendeza, mambo yanayoshusha moyo. Labda ni magonjwa, labda ni ukosefu wa ajira, labda ni ukosefu wa amani katika mioyo zetu. Labda hakuna amani katika ndoa,
labda mzee amekukimbia, labda kazi yako imeisha, labda kuna madeni ambayo kuna watu wanaostahili kukulipa, mambo aina hayo, mambo aina hiyo. Nataka nikwambie, lazima tukaweze kuelewa kwamba mwenye enzi anachokusudia ni wewe na mimi tukaweze kuwa marafiki wake, ili asiri alizo nazo, ili mapenzi yake aweze kuachilia katika maisha yetu. Ni kwa sababu when we become his friends, anaachilia neema, anaachilia neema ya kipekee katika maisha yetu, anaachilia upendo. Upendo wake unatiririka ndani mwetu, amani yake inatiririka ndani mwetu, maana mwenye enzi amebeba amani, mwenye enzi amebeba upendo, mwenye enzi amebeba furaha, mwenye enzi amebeba mambo yaliyo mazuri yanayoleta tumaini katika maisha ya mwanadamu. Haleluya! So lazima tukaweze kuelewa ya kwamba mwenye enzi kuna mambo anayotaka kuyafanya katika maisha yako. Na inafika wakati lazima tuelewe to why we were created, why we were created. Kwa nini tuliumbwa? Na tusipofika katika hiyo kiwango, we must come to a level to ask ourselves to why we were created by the Almighty Creator. We were created for that, so that we can become his good friends. Hallelujah! We were created so that we can become his good friends. And once we become his good friends, we are no longer slaves. Hallelujah! And Yahushua said that because you have been my friends, all the mysteries of my Father in heaven I have revealed unto you. Because you have been my friends. Kwa hivyo tunapokuwa marafiki wa mwenye enzi, kuna mambo ambayo yanafanyika na mwenye enzi juu ya maisha yetu, kwamba siri zake ambazo anazo anaachilia ndani mwetu siri zake, na anapoachilia ndani mwetu siri zake, kuna mambo yanafanyika ambayo yanaleta amani katika maisha yetu, katika mioyo zetu, mambo yanayoleta tumaini katika maisha yetu. Mbona leo hii watu wamekosa amani? Mbona leo hii watu wanafadhaika? Mbona leo hii watu wanajiua na kuchinyonga? Inafanyika ni kwa sababu, nataka nikwambie, wengi wameamini sana urafiki wa wanadamu. And I want to assure you that a friend we have, that is Yahushua, ambaye tumepewa na mwenye enzi. He is the only friend, because the Almighty Father wants us to be his friends. That is the only friend that we have. Hakuna rafiki mwingine, maana ukiwa na rafiki mwanadamu, it comes a time you can be denied. Unaweza kuwa na rafiki akukatae, unaweza kuwa na rafiki akusengenye. You can have a friend who can backbite you. You can have a friend who can speak ill of you, but we have a friend who knows you better, and that is none other than the Almighty Creator through his son Yahushua. Nataka nikwambie kwamba ukiwa mtu wa kuweka imani yako kwa rafiki, inafika wakati rafiki yako akakukataa, nafika wakati rafiki yako akakukimbia, nafika wakati rafiki yako akakuacha, inafika wakati rafiki yako akakusengenya, hata inafika wakati rafiki yako akasababisha wewe ulio kwenye kazi yake kaisha. Rafiki anaweza kufanya hata wewe uliye na mume mkaachana na mume wako. Nataka nikwambie, rafiki anaweza hata kukupeleka kwa uganga, ili ile kazi ulio nayo nzuri, ile maisha unayoyaishi mazuri, ikaweze kusambaratika. Kwa hivyo nataka nikwambie kwamba the only friend we have is the eternally self-existing Almighty. Yeye peke yake ndiye ambaye anaweza kuwa rafiki wako wa dhati. Nataka upeana maisha yako kwa mwenye enzi na umfanye yeye kuwa rafiki wako. Ni kwa sababu kuna mambo maalum ambayo lazima tukaweze kuyazingatia.
make a high quality decision. You must come to a level to have a high quality decision. Lazima ukawe na uamuzi wa hali ya juu. Utafanya aje uamuzi huu? You must have a high quality decision. It comes a time maybe you are used to friends who are unbelievers. But it comes a time that you need to let them go and to say that I want to be a friend of Almighty Creator. Lazima ufike kiwango ya kufanya uamuzi wa hali ya juu, na huenda umekuanga na marafiki labda wakunywaji pombe, labda wanafanya mambo ya mihadharati, mambo mabaya ya fituko hapa na pale, mambo yasiyompendeza mwenye enzi. Lazima ufike kiwango cha kuwa na uamuzi wa hali ya juu, kusema ya kwamba mimi nimeamua kuachana na marafiki ambao hawaleti maana na faida katika maisha yangu, marafiki wanaoweza kupoteza malengo yangu, kujua ya kwamba malengo ya mwenye enzi kwangu ni kuwa rafiki yake. Kwa hivyo yeyote anayekutoa kwa mwenye enzi, yeye anakeuka, anakuwa ni adui. Kwa hivyo kuna watu wengi wako katika maisha yetu, lakini kumbe kwa njia nyingine ni maadui. Nataka nikwambie, yeyote ambaye anakutoa kwa mwenye enzi, yeye ni adui wako. Ila yeyote anayekupeleka kwa mwenye enzi, labda ukaalikwa na mpendwa fulani kwamba njoo twende kanisani, nataka nikwambie huyo basi ni rafiki mwema, ila hawezi kuwa rafiki mwema kuliko mwenye enzi. Mwenye enzi hawezi kukataa. Hali inapoharibika, mwenye enzi bado atakukumbatia. Kwa hivyo nataka nikwambie, jambo la kwanza, the first thing that you need to do is to have a high quality decision. Lazima ufanye uamuzi wa hali ya juu kwamba mimi kuanzia leo nimekataa kuungana na watu wabaya. Right from today, I am no longer going to interact with bad company. For the bad company corrupts our morals. Hallelujah. I want to tell you, bad company corrupts our morals. So you must have a high level of decision, a high quality level of decision. Unaachana na watu walio wabaya ili ukaweze kulainisha maisha yako na kuonekana kuwa rafiki wa mwenye enzi. Hallelujah, hallelujah. Jambo la pili, unapoingia na kufanya uamuzi kwamba sasa ninaanza kuishi maisha ambayo ni ya kuwa rafiki wa mwenye enzi, lazima ujue kwamba jambo la pili, ukaweze kuanza kuomba. You need to start praying intensively. And when you begin to pray intensively, you need to close some doors and you need to open some doors. Hallelujah. Unapoanza maombi kwamba sasa nataka niishi maisha ya maombi na nataka niachane na watu ambao they can corrupt morals. Na sasa jambo la pili, unaanza kuingia katika maombi. Hata kama utaomba dakika 5, kuna siku nyingine utaomba dakika 10, kuna siku nyingine utaomba dakika 20. Unapofunga milango mbaya katika maisha yako, milango ya magonjwa, milango ya aibu, milango milango ambayo inaweza letwa na shetani, kwa sababu unaposoma unaposoma Hoshanan, mlango ni wa 10 mstari ni wa 10, kwamba mwizi huja kuiba, kuharibu na kuchinja. Mwizi huja kuiba, kuchinja na kuharibu, ila Yahoshua amekuja ila tuwe na uzima, kisha tuwe nao tele. Kwa hivyo lazima tuelewe kwamba wakati unaanza kuingia kwenye maombi, haijalishi ni dakika 5 ama 20 ama lisali moja, ila unaweza jipanga kwa siku, ukachukua matakika kwa kila saa ama kwa matakika kwa masaa fulani, ukatenga muda kwamba nitatenga muda huu nikaweze kwenda mbele za mwenye enzi katika maombi. Na unapoomba basi unaanza kufunga milango fulani, milango ya aibu, milango ya umaskini, milango ya magonjwa, milango ya kusumbukana, milango ya kukataliwa, milango ya aibu, milango ya utasa. Unaanza kufunga milango aina hiyo, maana hiyo milango imefunguliwa na shetani.
Na sasa katika hayo maombi unaanza kufungua milango ya baraka, milango ya kufanikiwa, milango ya kuinuliwa, milango ya afya, milango ya amani katika mioyo zetu. Unaanza kuomba na kufungua hiyo milango ya mafanikio, milango ya kuinuliwa, milango ya kuweza kusimama na kuendelea mbele. Na sasa katika maombi aina hiyo unapoomba, nataka nikwambie kuna mambo ambayo yataweza kufanyika katika kiwango kikubwa sana, na kuna transition ambayo utaipata katika maisha yako. Nataka nikwambie jambo la tatu, baada ya kufanya uamuzi, after you have decided in a higher level kwamba nimeachana na watu wa aina hii, the second thing is engaging intensive prayers. And when you engage in intensive prayers, we have some doors in your lives that you need to close, and we have got some doors in your lives that you need to open. Any door emanating from the kingdom of darkness, you need to close it in intensive prayers, and as you open the doors of blessings. Hallelujah. And the third thing is when you begin to worship God, the Almighty Creator. When you begin to worship the Almighty Creator, it is so good, inapendeza sana. It pleases the Almighty Creator, the eternally self-existing Almighty. Anataka aone watu wakimwabudu. Wewe unapokuwa rafiki wake, you must worship him. And worshiping is one way of having a deep personal relationship with him, having an intimacy with him. Hallelujah. When have you had an intimacy with the Almighty Father? That is the question that I would want to ask you. When have you had an intimacy with the Almighty Father? Ni lini umekuwa na urafiki wa karibu sana, hata katika hali ya mapenzi, ukawa na mapenzi na mwenye enzi? Ni lini ukawa na mapenzi ukaweza kumwabudu Bwana, ukaweza kumuinua Bwana katika maabudu, ukiinua moyo wako mbele zake, ukisema nainua moyo wangu, ukaweze kumwabudu Bwana, nainua hisia zangu, ninainua mawazo yangu, ikaweze kumwabudu Bwana. Lazima tufike hiyo kiwango, mpendwa msikilizaji, kwamba lazima tukaweze kutehila, tukaweze kubarak, tukaweze kuhilui mbele za mwenye enzi kwa njia ya kumwabudu. Jambo linalompendeza sana mwenye enzi ni kuona wanaye wanamwabudu, maana kuabudu yeye ni njia ya kujimwaka mbele zake, ni njia ya kujiachilia. How you surrender your life before him, how you pour out your spirit before him. And that is one way of showing your intimacy with the Almighty Creator. Hallelujah, hallelujah. So lazima tujifunze mambo kama hayo, ni kwa sababu tusipojifunza mambo kama hayo, we are going to miss a mark. Na lazima tuelewe umahana na malengo ambayo mwenye enzi akonayo juu yetu, kwamba tukaweze kumwabudu. We need to engage, to have an intimacy with him. Hallelujah. Jambo la ine, lazima tufike kiwango, we need to immerse ourselves even 3 times and undertake the other cleansing. Why do we do this? Kwa nini tufanye hii? Why should we immerse ourselves and undertake other kind of cleansings? It is a way of repentance. Lazima tufike kiwango cha kutubu. Lazima tufike kiwango cha kutubu, kwa kuwa sisi wote ni wanadamu na tumekosea. Na kwa sababu tumekosea, lazima tunapoenda mbele za Bwana tukafike kiwango cha kutubu. Na tunapofika hiyo kiwango cha kutubu, na ndio sasa tufike kiwango cha kujitakasa sisi wenyewe, tukiomba msamaha kwa ajili ya dhambi ya wazazi wetu, tunaomba msamaha kwa ajili ya mababu zetu. And that is what Lamentation says in Lamentation 5:7, that our forefathers sinned and they are no more, and we are bearing their burdens. Kwamba sisi tunabeba uovu wao kwa sababu walitenda dhambi. Sasa ni njia moja ya kutubu, ni njia moja ya kutubu, njia moja ambayo lazima tukaweze kujitakasa, tukaweze kurudi chini
kuomba mwenye enzi msamaha, kwa sababu anasema katika barua ya Wahoshanani ya kwanza mlango wa kwanza 9 kwamba if we confess our sins, he is faithful and he shall cleanse us from all our filthiness. Hallelujah. Tunapotubu dhambi zetu, tunapoungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na mwenye haki, atatuosha kutokana na udhalimu wetu wote. Kwa hivyo lazima tufike kiwango cha kutubu dhambi zetu, kuungama dhambi zetu, yale ambayo wazazi wetu, mababu zetu walifanya, because we have ancestral curses, we have family curses, we have generational curses. So we need to cleanse ourselves. We need to cleanse by immersing ourselves in water, maybe 3 times. As you immerse yourself for the first time, ya kusema kwamba woeful the sins of my forefathers to come out of my life. Second immersion, you immerse yourself by saying whatever that is attached to me, emanating from the kingdom of darkness, it is gone. When you immerse yourself like the 3rd time, it is a way of receiving the set apart spirit, that now you can walk in abundance of the eternal self-existing one. So nataka nikwambie kwamba Mungu akaweze mwenye enzi akaachilie kibali, aweze kukupa kibali. Kile unachofanya uelewe kwamba unamfanyia mwenye enzi chochote unachofanya, kwa sababu at the end of the day we shall be answerable before the Almighty Creator. Ni nini unafanya brother, sister? Kile unachokifanya lazima utapeana hesabu yake. Na nataka nikwambie, inafika wakati mwenye enzi anataka tutubu, anataka tuungame dhambi zetu kwa njia ya kujisafisha, kwa njia ya kujitakaza, kwa sababu hata kuna yale wazazi wetu, babu zetu walitenda isiyostahili. Kwa hivyo lazima tuende mbele za mwenye enzi kwa kuomba msamaha, na kwa njia kama hiyo ataweza kuturehemu. Inafika jambo la 5, lazima tuelewe ya kwamba lazima tufike kiwango cha hata kufunga na kuomba. Lazima tufike kiwango cha kufunga na kuomba. We must come to a level of proclaiming ourselves of prayer and fasting, kwamba lazima tukaweze kufunga katika saumu ya kuomba. Mungu mwenye enzi atusaidie. Mwenye enzi atusaidie kwamba kuna yale ambayo yasiyowezekana, na lakini kupitia kufunga na kuomba yataweza kuwezekana. Tutaanza kuponya wagonjwa, tutaanza kutembea kwenye maji, tutaanza kufufua waliokufa. Na hayo yote inapofanyika, inafanyika kwa wema wa mwenye enzi. Lazima tufike hiyo kiwango ya kufunga, tukue na saumu, tuombee nchi yetu, tuombee viongozi wa nchi, tuombee kanisa kwa ujumla, hata viongozi wa makanisa pia tuombee makanisa zetu, kwamba mwenye enzi aachilie kibali na nguvu zake siweze kufanya kazi katika maisha yetu. Sisi kama walokole, sisi kama wale tunayemjua mwenye enzi, anataka mipango zake sikaweze kujidhihirisha ndani mwetu. Jambo la 6, lazima tufike kiwango tusikilize sauti yake, tusikilize sauti yake. Ni nini anataka tufanye? Kuna sauti ya mwenye enzi ambayo inakukujia, sister, brother. You need to listen and hearken to his voice. Hallelujah. Are you hearkening to Aya's voice, or you are just hearkening to other voices? You know, we have voices of the dead spirits. We have ancestor spirits, and they come in their own ways, in their own voices. So you need to detect which voice is coming from the Almighty Creator. Hallelujah. Lazima ukaweze kufahamu na kuelewa kwamba hata mwenye enzi anataka aone wewe ukisikiliza sauti yake. Na unaposikiliza sauti yake, kuna jambo anakunong'onezea, kuna jambo anakuongelesha, kuna kitu anakuonyesha.
anasema, mwanangu unaona nini? Akanena katika Yeremia kwamba unaona nini? Yeremia akasema, ninaona mfito mlosi. Mwenye enzi akasema, umeona vyema. Kwa hivyo inafika wakati mwenye enzi anataka uone vyema. Haleluya! Na kuona vyema lazima ukapate kusikiliza sauti yake. Mara ngapi unasikia sauti ya mwenye enzi? Kila wakati tumesikia sauti za watu, tumesikia sauti za kutisha, hata kupitia kwa ndoto. Haichakuwa rahisi tukapate kusikiliza sauti ya mwenye enzi, na kuanzia sasa nataka nikwambie ukapate kusikia sauti ya mwenye enzi. Haleluya! Unaposikia sauti ya mwenye enzi, na jambo la 7, uwe mtu wa utiifu. You need to be obedient. You need to be obedient. Haleluya! Obey Yah's voice. Unaposikia sauti ya mwenye enzi, na hata uwe mtu ambaye ni mtiifu, you need to obey Yah's voice. Haleluya! Na unaposikiliza sauti ya mwenye enzi, lazima uelewe ya kwamba ukaweze you need now to come to a level that you need to be willing to change. Inafika wakati unaweza sikia sauti ya mwenye enzi na anataka labda ubadilike, uache njia fulani, ufuate njia ambazo zinampendeza yeye. So lazima, jambo la 8, tuelewe kuna ile ambavyo anataka tuachane na njia mbaya ili tukaweze kubadilika, tuachane na njia zisizostahili, tuachane na mambo yasiyofaa ili tukamrudie yeye, tukaweze kufocus kwake, kwa kuwa yeye ni mwenye enzi, ana mipango mizuri juu ya maisha yako. Na jambo ambalo naweza sema lingine, now we need to focus on bringing joy to the Father. We need to focus and bring joy to the Father. Once we focus, we are ready to bring joy to the Father. Atafurahi sana kwa sababu we are his friends. Na kama rafiki, ni vyema kuwa rafiki anayeleta furaha katika moyo wake. It is good to have a friend who brings happiness in your heart. Hallelujah. If you can have a friend who can cause you to rejoice, then what a friend is that? And we have the only friend who is a fountain of happiness in our hearts, and that is none other than Yahushua. Hallelujah. What a friend we have, ambaye ni mwenye enzi, Yahushua, ambaye sasa anayetaka aone mambo yetu inabadilika. Tulipokuwa watu wa kiza, we were in the land of Naphtali, we were in the land of Zebulun, the land of darkness. Hallelujah. But when Yahushua came, he came and he reigned in light. So we are the light of the world. Sisi ni nuru ya dunia, sisi ni nuru ya ulimwengu. He came as a light, and we are the children of the light. And our Father is our friend. Hallelujah, hallelujah. Nataka niwashukuru nyote ambao mmenisikiliza mafundisho haya, mukaweze kuyashika, mukaweke katika mioyo zenu, mkijua ya kwamba mwenye enzi anawapenda, anawajali, anawatetea kila wakati, anawapikania. Yeye wewe uliye mgonjwa sasa hivi, na kutangazia uponyaji katika jina la Yahushua. Wewe unahitaji kuinuliwa, wacha na mwenye enzi akuinue. Wewe ambao umeshushwa moyo, mwenye enzi akuinue, akubariki na akuangazie njia zako. Amen, 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 amen.